Nimepata bahati ya kufika hapa Wizara ya TAMISEMI kwa nia ya kumshukuru mama yangu Rais Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyoweza kunisaidia kuponyesha maisha yangu. Nimepata tatizo la kansa ya utumbo kwa kipindi sasa miaka 6. Nilikuwa katika matibabu, wanangu walianza kushughulika kwa kutumia hela zao, lakini baada ya dozi 6 wakawa wameishiwa, nikalazimika kusimama kwa kipindi fulani. Baadaye tukawa sina bima, mwanangu ana bima, lakini wakawa wamekataliwa kwamba bima yake haibebi wazazi. Kwa hiyo tukalazimika kutafuta njia nyingine ya kuomba msaada. Nikaamua kwanza kuandika barua huku na huku kwa watu nao wafahamu. Niliandikia karibu zaidi ya watu kama 10 nao watambua, lakini kati ya orodha ile nikamweka na rais wetu. Nikamwandikia barua rasmi. Nilichoshangaa ni kuona kwamba barua hiyo ilipokelewa na kujibiwa katika mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja wakanipigia simu ofisi ya rais kwamba ututumie namba yako ya akaunti. Baada ya kutuma hiyo namba ya akaunti, asubuhi yake nilikuta wameshaingiza shilingi milioni 20 kwa jinsi daktari alivyokuwa amefanya maelekezo ya madawa yanayotakiwa. Lakini hapo tulikuwa bado tunahangaika hata kutafuta bima bila mafanikio. Bahati hela za mama zilifika, tukaanza kutumia hizo dawa na daktari akazingatia jinsi alivyokuwa amesema. Kwa kusaidiwa na bima mwishoni, ndio sasa hivi daktari wangu ambaye ni Dr. Rutachunzi anafanya kazi Ocean Road, kituo cha kansa ambacho ndicho kinahudumia watu wa kansa wote. Kwa hiyo nilikuwa nakwenda huko kila ukicha ninapotakiwa na kunipima kuona maendeleo. Baada ya kutumia dozi 6 za mwisho kufikisha dozi 12, alipoenda kupima daktari aliona kwamba virusi vya kansa vimeyeyuka, yani havionekani tena. Kwa hiyo ameniruhusu kwa sasa niendelee na kazi zangu. Nitakuwa naenda kupimwa kila baada ya miezi 3 au miezi 6 kuona maendeleo yangu. Namshukuru sana Mama Samia kwa huruma yake, kwa mapenzi yake na kudumisha uhai wangu. Ninatamani sana kumuona ili nimshukuru ana kwa ana. Nimeisha omba wanisaidie ili nimuone, lakini sijafanikiwa. Kwa sasa hivi nimezungumza na waziri wa TAMISEMI, naye nimemuomba afikishe salamu zangu na amekubali kwamba salamu atazifikisha. Naomba azipokee, na bado naendelea mimi kutamani nimuone ana kwa ana. Nimeandaa nimuone na nimepanga zawadi yangu ndogo napenda kuikabidhi kwake. Naendelea kumshukuru na naomba alichokifanya kwangu natamani awasaidie na wengine vile vile. Asante sana mama. Mungu akubariki.